السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu kwa kutuwezesha na kutuafikisha tukakutana tena leo katika ukumbi wetu huu kama ilivyokuwa kawaida yetu kila siku ya Alhamisi. Allah subhanahu wa ta'ala akituafikisha huwa tunakutana na kukumbushana mawili matatu katika dini yetu hii, na leo tunatokea hadithi ya 87 mlango wa 64, babu raf'i al-amana wal imanu min ba'd al-qulub wa 'irdhu al-fitan 'ala al-qulub, mlango unaozungumzia moja katika mambo muhimu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea kutoweka kwa uaminifu na amana wal iman, kupotea kwake katika baadhi ya nyoyo za watu, lakini pia kudhihiri kwa fitna katika nyoyo, kuchomoza na zikaingia fitna mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa maelekezo na kufahamisha watu wanavyotakiwa kuwa. Miongoni mwa vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevielezea na kuvisisitiza ni swala zima la amana. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuamrisheni kuzifikisha, kutimiza amana kwa wanaotakiwa. Amana zimezungumzwa kwa namna nyingi tu. Amana kama hivi za mali, kuna amana majukumu, wajibikaji kama we msimamizi kwa raia wako, kuna amana kwa familia yako na majukumu. Ala kulli hali, katika kila aina ya kitu ambacho umedhaminiwa, umeaminiwa, watu wakakupa ukisimamie, ama Allah subhanahu wa ta'ala akakijalia kwamba wewe una wajibu wa kukisimamia jambo hilo au una wajibu wa kutimiza, hata kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu ni amana. Allah anasema katika suratul Ahzab, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali, tulikabidhi amana ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, milima, mbingu, ardhi, milima, miti na kadhalika. Vyote hivyo vikakataa na vikawa vimeona uzito mkubwa sana kuchukua amana hiyo, lakini amana hii ilipokabidhiwa kwa mwanadamu akaichukua, naye akawa ni mwenye kujidhulumu kwa kutosimama sawa sawa katika kutekeleza majukumu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata utekelezaji wa amri za Allah subhanahu wa ta'ala katika ibadati na mambo mengine ni amana. Kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, yote hizo ni katika masala ya amana. Kwa hiyo na ndio maana tutaenda kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini hatukufanya hiki wakati tuliotakiwa tufanye hivi, au kwa nini tumefanya hivi wakati hatukutakiwa kufanya hivi. Hizo ni amana, kwa hiyo ni juu yetu kuzingatia sawa sawa. Hadithu Hudhaifata al-Yamani, Hudhaifa radhiyallahu anhu qala, anasema hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ametusimulia sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithain, mambo mawili. Ametusimulia mambo mawili. Katika haya mambo mawili alitusimulia, raaitu ahadahuma, moja nimeliona tayari limeshatokea. Anayesimulia hapa ni Hudhaifa ibn al-Yamani, katika masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali katika msiri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule aliyepewa hata majina ya wanafiki yeye ndo alikuwa nayo.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchagua na alimuona kwamba huyo anafaa kuwa mshiri wake, na kwa kweli hakuweza kutoa. Hakuna yeyote baada ya kuondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeweza kujua au kuwafahamu wale wanafiki ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtajia Hudhaifa. Kwa hiyo Hudhaifa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusimulia mambo mawili, moja tayari limeshatokea nimeliona, na moja halipo. Wa ana antadhiru al-akhar, nami nalisubiri. Wakati anawasimulia wenzie akasema nasubiri pengine na hili lingine litanikuta, lakini moja tayari nimeshaona athari yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadathana, la kwanza ni hili hapa kwamba anna al-amanata, kwamba amana hii nazalat fi jadhri qulubi rijali, amana hii ni katika maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia watu kwa asili. Swala la uaminifu, swala la kutekeleza amana, kutimiza majukumu, kwa asili Allah subhanahu wa ta'ala ile ameliweka katika nyoyo, hatua ya kwanza. Lakini thumma amilu min alquran, kisha likapatikana baada ya kuwa lipo katika nyoyo, yani ni jambo la kimaumbile kwamba mtu anatakiwa muaminifu, kisha amilu bilquran au min alquran, likafanywa kazi kupitia maelekezo na miongozo ya Qur'ani. Qur'ani likaja ikafundisha swala zima la amana, kama tulivyosema, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, na aya zingine mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezielezea. Lakini thumma alimu min al-Qur'ani, wakajua watu kwamba amana ni lazima itimizwe kupitia Qur'ani. Thumma alimu min as-sunnah, kisha wakafahamu kwamba jukumu la amana kusimamia majukumu, wajibu ambao mtu aliopewa, akafahamu kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mashuhuri, hadithi kubwa inafahamika na wengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ni moja ya hadithi inayozungumzia amana kwamba kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ninyi mna wajibu, mmekabidhiwa dhamana ambayo na dhamana hiyo mtakuja kuulizwa. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafafanua, ar-rajulu ra'i fi ahli, mtu mwanamume ni msimamizi nyumbani kwake, katika familia yake, ana majukumu kwa mkewe, watoto wake, ndugu zake, jamaa zake na kadhalika, ana wajibu kwao, ataulizwa juu ya majukumu hayo aliyokabidhiwa. Mke ana majukumu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaainisha hata mke ana majukumu katika nyumba, katika familia, katika nyumba ya mumewe ana majukumu, ana wajibu, ataulizwa juu ya majukumu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyasimamia vipi? Aliyatimiza vipi? Namna gani alisimama imara katika kuhakikisha majukumu aliyopewa anayo? Mfanyakazi vile vile, mfanyakazi wal khadim, na mfanyakazi vile vile katika hadithi nyingine imetaja kabisa mfanyakazi ana majukumu kwa mtu ambaye aliyemkabidhi. Umepewa kazi wewe ya kufanya, una majukumu ya kutimiza majukumu yako, na utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kazi uliyokabidhiwa umeitimiza vipi, umewajibika vipi? Kila mmoja. Imamu hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamzungumzia imamu ni raiyatun, kwa watu wake anaoongoza, raia wake, imamu atakuja kuulizwa. Kwa hiyo kila mmoja. Kwa hiyo anasimulia Hudhaifa radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaambia kwamba innal amana, kwamba amana iliumbwa, nazalat fi jadhari alqulubi rijali, kwa asili watu wameumbiwa nayo. Kwanza, jambo la kwanza, yani kimaumbile tu, amana hii watu wameumbwa nayo, wanatakiwa watimize. Lakini thumma alimu min alqur'ani thumma alimu min as-sunnah. Sasa hii ndio hali ya amana na jukumu ambalo watu wanatakiwa kuwa nalo. Hili ni jambo la kwanza ambalo katika mambo mawili Hudhaifa radhiyallahu anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia kwamba swala zima la amana, kwanza akawaeleza amana kwamba ipo na watu wameumbiwa nayo, lakini pia imepatikana, imekuja mafundisho ya Qur'ani, imekuja mafundisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanatakiwa wachunge amana. Wa hadathana an raf'iha,
Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelezea namna amana itakavyokuwa inaondoka, uaminifu, watu kutotimiza majukumu yao, kutojali kwamba wana amana za watu walizozibeba. Akatusimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amana ina namna ya kupotea. Yanamu rajulu naumat, naweza kulala mtu usingizi, na mashaikhi miongoni mwao wametuambia kwamba mtu anaweza kughafilika, yani katika swala la kughafilika au kupuuzia. Fatukbidhu al-amanatu min qalbihi, ikachukuliwa amana katika moyo wake. Fayadhillu, ikawa athari yake mithla athari alwakti, mfano athari ya kitu kidogo sana. Alwakti ni kitu kidogo sana ambacho ndo kikawepo, yani haiondoki yote amana. Yani kule kutimiza au uaminifu haupotei moja kwa moja katika moyo wa mtu katika hatua ya kwanza, ile itabakia athari ndogo kabisa Kisha thumma yanamu nauma, kisha analala tena, anapotezea tena, anaghafilika, anashizia usingizi. Hapa leo utaja Mtume sana, sio maana usingizi kwa maana ya kulala, ni swala zima la kughafilika, kupotezea au kujitoa, kama sasa unasema kujizima data, akajua kama hajui vile, kama yeye ana majukumu, akawa anafanya mambo yake mengine tu, kama hajui ana majukumu au ana amana za watu, namna anavyopotezea watu, wanadai haki zao, watu anashindwa kuwasimamia inavyotakiwa wale ambao wanaoongoza, afu yeye anapotezea kama vile hamna kitu chochote katika yanayomwajibikia, kama vile hana kitu ambacho kinachomwajibikia. Kwa hiyo inakuja tena awamu nyingine usingizi, fatukbilu amana, inatolewa amana, inachukuliwa amana, fayabuka atharuha, inabakia athari yake mithla almajli, kama vile marengerenge ambayo wametaja hapa kwamba yanakuwa yana maji. Marengerenge ni mtu labda umefanya kazi ngumu hivyo, sio umeshika panga au shoka au jembe, umelima humu mikononi humu, mnafanya nini? Nafanya marengerenge fulani ambayo yanakuwa yana maji. Yale maji hayana faida yoyote, hayana matumizi yoyote katika matumizi ya mwanadamu. Yani ndo maana yake inabakia ipo, lakini haina athari yoyote ile amana katika yule mtu ambaye ipo. Kisha akafafanua zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema kajamrati dahrajatuhu ala rijlika. Akafafanua zaidi kwamba kama vile jinga la moto kilichokuwa kimebiringika kikaja katika mguu wako kikakuunguza, kile kijinga cha moto kilivyokuunguza, basi fanafitwa, ikawa mtu akiungua anavimba hivi kidogo, sio moto unasababisha kuvimba hivi. Sasa kama marengerenge inafanya kama jipu fulani hivi linavimba kwa sababu ya nini? Ya kuungua moto. Fatratan, fatarahu, utaona muthbira, inavimba pale alipoungua moto pale. Sasa unavimba pale walaisa fihi shay'un, na wala hakuna kitu chochote. Yani ile amana namna inavyochukuliwa haiondoki moja kwa moja, yani inabakia. Yani utaona kama kuna kaathari ka amana, huyu mtu kama vile muaminifu fulani vile, lakini kumbe uaminifu wenyewe wala hana, unaona, au kutimiza yale majukumu, uwajibikaji ambao wanapaswa kuwajibika wala hana, wala hawajibiki namna hiyo, lakini anaonekana kama vile ana kaathari ambako kapo vile, kama vile ambavyo mtu anakuwa amevimba vile majipu hivi ambayo anakuwa kama yana maji hivi. Pengine maji mtu anaweza kuwa na matumaini hapa na pale, lakini ni maji ambayo sio na faida yoyote. Katika mazingira hayo, fayusbihu nnasu yatabayauna, itakuwa watu wakawa wanafanya biashara, wanaamiliana. Mtume swalla sallam akatoa mfano katika amana mojawapo katika swala zima la biashara, namna ambavyo amana watu watakavyokuwa wanachunga. Fala yakadu ahadun yuaddil amana, yani watakapokuwa wanafanyana biashara hizo, basi hakuna hata mmoja atakayekuwa yeye anatimiza amana kwa mwenzie, akawa mwaminifu kwa mwenzie. Mnunuzi matatizo, muuzaji matatizo, na kila mmoja hakuna anayemwamini mwenzie, mpaka itafikia fayukalu, patasemwa inna fi bani fulani rajulun amina, labda katika ukoo fulani kuna mtu fulani vi mwaminifu. Yani amana na ilivyopotea uaminifu, yani hakuna katika jamii, inakuwa kuchagua kwa koo, tena katika ile koo kuna watu mmoja mmoja tu ndio ambao labda wanaonekana kama waaminifu. Wayukalu, na panasemwa lirajuli, mtu atafikia kusema
kwa mtu, anamtolea mfano mtu, ma akalahu wa ma adhrafahu wa ma ajladahu, huyu mtu alivyokuwa na akili, akili yake iko makini sana huyu mtu, wa ma adhrafahu, na alivyokuwa na namna ule muonekano wake wa namna ya kuchunga amana, yuko kwa namna mzuri kabisa. Wama ajlada, nguvu zake, uimara wake, alivyokuwa huyu, yani yuko imara kabisa. Lakini wama fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min iman, yani ule mtu anaonekana kwamba alivyo muonekano wake, akili yake, unaona nguvu zake alizonazo, uwezo wake wa kuweza kutekeleza majukumu, yani anaonekana yuko vizuri. Lakini maskini ya Mungu, katika moyo wake huyu mtu hana hata chembe ya imani, hata khardal, uzito wa khardal hana, pamoja na uwezo wote ambao Allah amemjalia, akili aliyokuwa nayo, uwezo wa kutekeleza majukumu, uwezo wa kuyatambua mambo na kuyaelewa mambo alionayo, lakini maskini ya Mungu hamna kitu, hana imani na wala hana amana. Sasa hili ndio jambo ambalo la pili ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisimulia, kupotea kwa nini? Kwa amana. Kuna amana ile namna ilivyokuja kwa asili, watu wakajifundisha kwenye Qur'ani, wakapata umuhimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza, ikapatikana, Mtume ameielezea hivi. Halafu akaja kuelezea hii amana itakuja itafanya nini? Itapotea katika jamii, kiasi kwamba mpaka watu watakuwa wanatafuta, labda katika kina fulani kule, wale kina fulani wale, kuna mmoja wao yuko, sio wote, kwa fulani au mji fulani au kabila fulani hivi, labda wao wana uaminifu. Sasa Hudhaifa anaelezea, maana amesema kwamba katika matukio mawili alituelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja nimeliona, nasubiri la pili, nategemea pengine naweza nikaliona. Sasa anasema Hudhaifa, walaqad ata alayya zamanu, na mimi katika maisha yangu haya imepita nyakati, wama ubali ayyukum bayat, na wala haijalishi nitauziana na nani, nitanunua kitu kwa nani au nitauza kitu kwa nani. La in kana musliman, yani haijalishi kwamba muislamu au sio muislamu, wote ni waaminifu. Katika kipindi ambacho wameishi, Hudhaifa anasema tuliweza kuishi katika kipindi ambacho jamii ilivyokuwa ya uaminifu, hujalishi utaenda kununua kwa nani bidhaa, we muislamu au sio muislamu, kila mmoja utaenda kununua kwake, yani utapata maelekezo uhalisia wa ile bidhaa. Kama mbovu atakwambia hii bidhaa ni mbovu, kama bidhaa hii ni nzuri atakwambia bidhaa ni nzuri, au bidhaa ina changamoto hizi hapa na pale. Lakini tuliishi katika mazingira hayo. Na kitu gani kitakachokuwa kimewafanya mtu kama muislamu au sio muislamu aweze kuwa mwaminifu? La in kana musliman, akiwa mtu muislamu, radduhu alayya alislam, uislamu wake ule ndio utamfanya yeye awe mwaminifu. Maana uislamu sasa, uislamu umeelekeza. Kwa sababu gani? Kwa maumbile, kwanza kwa maumbile tu watu ni waaminifu, unaona Lakini la pili, alimu min alqur'ani, Qur'ani ikaja ikawaongoza ikawaelekeza. Lakini la tatu, mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam akawafundisha. Basi ule uislamu walionao utawafanya waweze kuchunga amana na uaminifu. Wa in kana nasraniyan, akiwa yeye sio muislamu, akiwa naswara, basi raddahu ala sa'ihi, kwamba kitachomziwia au atayemziwia ni ule uendeshaji, yani kiongozi anayeende katika nchi ambazo zinaongozwa kwa taratibu za Kiislamu, basi mfumo ule uliokuwepo wa kiutawala, mfumo wa Kiislamu hautaki watu wasiwe waaminifu. Unaelekeza na unaweka miundombinu na mipango ya kila mmoja awe mwaminifu, basi ule uendeshaji wa ule nchi unamfanya hata ambaye sio Muislamu awe mwaminifu. Hizo nyakati sisi zimetupitikia. Anasimulia haya ndio ambayo yeye Hudhaifa amefanya nini, ameyaona. Fa amma al-yawma, lakini ama leo hivi, anasimulia. Na Hudhaifa amekufa kipindi cha kina mara baada ya kina Sayyidina Uthmani kufariki kwa Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, hakumalizana naye muda wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kwa hiyo anasema amma al-yawma, ama nyakati hivi, sasa hivi, wakati huo aliyokuwa anasimulia
fama kuntu ubayu illa fulanan wa fulana, hatufanyi muamala au hatununui bidhaa hizi ila kwa fulani na fulani, watu maalumu, kwa watu maalumu. Unaweza kusema ukitaka ununue bidhaa yako, ukitaka bidhaa ya uhakika nenda duka fulani. Duka lile bwana, hapana. Yani wale jamaa sio kabisa, yani kama hivi anasimulia Hudhaifa radhiyallahu anhu. Sasa hadithi hii ina mambo mengi sana na inatufundisha na inatutaka inatuonesha kwamba uzito na umuhimu wa amana, namna ambavyo ulivyokuwa. Katika faida ambazo zinazopatikana katika hadithi hii, mashaikh wanasema, kwanza, hadithi inaonyesha dalilu ala hifdhil amanati wa riayatiha, kwamba umuhimu wa watu kutunza na kuchunga amana uliokabidhiwa, wa annaha min al-akhlaqin azimati, na kwamba ni katika tabia bora kabisa, allati jubila al-insan, ambayo mwanadamu ameumbiwa nayo, kama ambavyo hadithi imeanza kwamba amana ipo katika mizizi ya nyoyo za wanadamu. Kisha Qur'ani ikaja ikawafundisha na kuwaelekeza, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kufundisha kuwaelekeza swala zima la nini? Swala zima la amana na uaminifu. Kwa hiyo kwamba amana ni jambo muhimu sana linalotakiwa litunzwe, lihifadhiwe na lichungwe, lakini pia ni katika akhlaki bora kabisa ambazo mwanadamu ameumbiwa nayo kwazo. Na jambo la pili, faida ya pili, kwamba anna al-akhlaq al-islamiyya, tabia na mwenendo wa Uislamu, mustamiddatu min al-kitabi was-sunnah, umetiliwa nguvu na kuhimizwa katika Qur'ani na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min dhalika, na katika tabia hizo, al-amanatu, amana, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, Qur'ani hii amana hii watu wameumbiwa kwayo, lakini kisha Qur'ani ikaja ikaelezea kama tulivyonukuu baadhi ya aya, na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amekuja kutuonesha namna gani tunavyotakiwa kuzingatia na kuchunga mipaka yake. Lakini pia jambo lingine linalopatikana katika mlango huu au katika hadithi hii, bayanu sur'ati raf'il amanati min alqulubi wa tadarrujiha, kubainisha kwamba namna ambavyo amana inavyopotea katika nyoyo za watu, tena hatua kwa hatua, inatoka hatua kwa hatua. Mtu anaanza kujisaulisha tu kidogo kidogo tu, mtu anaanza kuwa sio mwaminifu kwa kitu kidogo tu, labda amekabidhiwa shilingi 50 au shilingi ngapi, anaanza kupotezea. Shilingi 50 bwana sina. Shilingi 50 tu. Hata kukujibu anakujibu hivyo tu, ambayo labda haipatikani, hainunui, purchase yake ni ndogo, au sio, haina purchase power yake sio kubwa namna hiyo. Kwa hiyo inaanza kupotea kidogo kidogo, unaanza kudharau kidogo kidogo, halafu unakuja unajikita kwamba wewe tena unakuwa sio mwaminifu kabisa. Kwa hiyo miongoni mwa fawaida inayopatikana ni kuonesha yani amana inapotea katika nyoyo za watu hatua kwa hatua, kidogo kidogo. Sasa lazima kujichunga, usije ukadharau ukaona umeaminiwa kwa jambo dogo kabisa, alafu ukasema hili tu bwana hamna kitu. Watu wamekuamini, au mtu amekukopesha, au amekuazima, au amekupa jambo lake ulisimamie, amekupa kazi uifanye, amekupa jambo watu wasimamie, watoto wake wasimamie, familia wasimamie, au jambo simamie, alafu unaanza unapoteza kidogo kidogo. Hiyo ni njia ya kwamba amana inapotea katika moyo wako. Lazima kuangalia katika sura ya namna hiyo. Lakini pia katika jumla ya maelekezo ambayo yameonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoelezea kwamba ma fi kalbihi mithqala habati min khardal, swala zima mtu anaweza kuwa ana muonekano mzuri, ana nguvu, ana akili bora kabisa ya kiutendaji, lakini akawa hana sifa za uaminifu. Kwa sababu Mtume lazima watu wataweza kukaa watasema aqilu, ana akili kubwa huyu bwana, huyu ndo anafaa kupewa jambo, huyu ni msomi, huyu ni mtaalamu, huyu ni hivi, lakini maskini ya Mungu sio, hana amana, sio mwaminifu. Kwa hiyo swala zima la mtu kuwa na akili, swala kuwa msomi, swala kuwa hivi, au anajua jambo, hilo ni jambo lingine, na swala la uaminifu ni jambo lingine. Kwa hiyo lazima watu wajipambe na uaminifu,
Na miongoni mwa vitu ambavyo vinapaswa watu wazingatie kwamba Mungu anapokujalia Allah subhanahu wa ta'ala wewe nyenzo za kuwa wewe una utambuzi kuliko wengine, watu wakakuamini, basi unatakiwa wewe uoneshe ule uaminifu kwa akili yako, kwa elimu yako, kwa uwezo wako na kwa nguvu zako. Lazima uoneshe uaminifu katika jamii, vile namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa amekuruzuku katika sura ya namna hiyo. Lakini pia amana Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kwamba watu waliofanikiwa au watu waliofaulu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwao ni watu waliokuwa waaminifu. Allah alivyotaja katika suratul Mu'minuna, qad aflaha almu'minuna, akasema, akataja sifa za waumini waliofanikiwa, waliofaulu, akafika akasema alladhina hum ala liamanatihim wa ahdihim raun, na wale ambao kwa amana walizokabidhiwa na ahadi walizozitoa na kuzichukua ni wenye kuchunga na kuzingatia. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za waumini, na ukitaka kuwa wewe mwenye mafanikio, lazima uwe mwaminifu na uchunge amana za watu ulizokuwa umekabidhiwa. Watu wamekuamini amana kwa elimu yako, wamekuamini amana kwa nguvu zako ulizonazo, wamekuamini amana kwa akili zako ulizonazo, wamekuamini, wamekupa amana, wamekupa dhamana kwa uwezo wako, walivyoona wewe jambo hili unaliweza, wewe unastahiki kufanya jambo hili, sifa unazo, akili unazo, nguvu unazo, taaluma unayo ya jambo hili, watu wakakukabidhi amana, basi amana hiyo unatakiwa uichunge na utimize, kama ambavyo Allah amesema miongoni mwa sifa za waumini waliofaulu, li amanatihim wa ahdihim raun, amana walizokabidhiwa, majukumu waliokabidhiwa na ahadi walizozitoa wanatimiza. Kwa hiyo kutimiza ahadi kwa mujibu wa sifa ambazo watu wamekuamini. Ukiona watu wamekuamini, wamekupa jambo ulifanye, basi ulisimamie na ulifanye vile ambavyo inavyotakiwa. Lakini pia amana ni katika alama za imani, na pia amana ni moja ya uaminifu, ni moja ya njia ya kuonekana huyu mtu hana chembe chembe za unafiki, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotaja katika ayatul munafiki, moja wapo akasema, wa idha wa'ada akhlafa wa idha utumina khana, akiahidiwa ukhalifu, akiaminiwa hufanya khiana. Watu wamemkabidhi majukumu afanye, kama ni kazi, uongozi, mali, cheo, kitu gani amekabidhiwa amana, jukumu la kusimamia mambo, hasimamii vile ambavyo inavyotakiwa, inavyokuwa au inavyozingatiwa katika sura ya namna hiyo. Lakini pia amana, ikizungumzwa amana, watu wasifikiri kwamba ni pesa tu. Amana ina namna nyingi. Amana wamezungumza amana bainana wa baina Allah, amana ambayo fi huquqi llahi ta'ala, katika haki yake Allah, kama tulivyoanza kuzungumza amri alizotuamrisha Allah tutekeleze na makatazo aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala, hizo ni amana kwetu. Kama tulivyosema katika suratul Ahzab, Allah anasema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali, hizi amana tuliipa milima, mbingu, ardhi na hivi na hivi, vyote vikakataa, lakini mwanadamu tukampa amana ili akachukua hili jukumu. Kwa hiyo lazima tutambue hili jukumu tumelibeba na tutaenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia amana zingine ndo za kawaida, huquqi albashari, amana, majukumu au wajibu ambao mtu anakuwa nao baina yeye na viumbe wenzie, kama ambavyo Allah pia tumesoma aya hii katika suratul Nisa, inna Allah yamurukum an tuaddu al-amanati ila ahliha, Allah anakuamrisheni mutekeleze amana kwa wenyewe, kila mmoja afikishe amana kwa watu ambao wanaotakiwa. Umekabidhiwa majukumu ya kuyasimamia, basi uyafanye vile ambavyo inavyotakiwa katika sura ya namna hiyo. Lakini pia katika mafundisho haya, hadithi pia inatupa tahadhari ya kwamba hatari ya kwamba mwisho au ubaya wa mtu ambaye anakuwa sio mwaminifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea, inna lilkhaini, mwenye khiana, mtu yule ambaye sio mwaminifu atafedheheshwa yaumal qiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, likulli ghadir liwa'i yaumal qiyama yuqalu hadha ghardat fulani bin fulani, kila mtu ambaye sio mwaminifu aliyokabidhiwa majukumu, amana amekabidhiwa za mambo ya watu kusimamia, majukumu ya watu kusimamia, amana za watu kusimamia, wawe wanadamu, kusimamia resource, kusimamia pesa, kusimamia hivi na hivi, basi akawa yeye mbadhirifu,
atakuja kupwa na bendera maalumu ambayo inamtambulisha mbele ya umma wote watakuwepo, kuanzia mwanadamu wa mwanzo mpaka mwanadamu wa mwisho, kwamba huyu ndiyo mbadhilifu, huyu ndiyo yule ambaye aliyokuwa mvurugaji katika amana aliyokabidhiwa katika jamii au katika watu wa namna hiyo. Kwa hiyo ala kuli hali, leo tumekuja kukumbushana hadithi hii au mafundisho haya kama ambavyo yamekuja hapa. Basi ni wajibu wetu kuwa sisi waaminifu, na tuzingatie na tuchunge na tuone uzito wa swala zima la nini, la amana katika jamii au katika majukumu yako. Na amana sio tu pesa tu, amana inachukua kila kile ambacho watu kutrusti kwamba wewe utafanya jambo fulani, basi unatakiwa ulifanye katika sura inavyotakiwa. Na ndio maana ukishindwa, ukiwa huna uwezo wa kulifanya, unatakiwa utoe maelezo, uambie. Na Mtume za usalama kazungumza, hata watu unapowapa kazi, basi wapeni nyenzo za kuweza kufanyia kazi, ili waweze kuifanya kazi ile namna ambavyo inavyotakiwa. Kwa hiyo tutasimamia hapa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atuongoze. Leo tumesoma hadithi moja tu, na kwanza hadithi ina urefu, lakini tumeona tujaribu kuielezea kwa kadiri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha tuweze kupata mafundisho na uzito na umuhimu wa swala zima la uaminifu na hatari yake watu watakapokuwa wasipochunga swala hilo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.